Maji yako chini ya tishio kubwa kutoka kwa idadi ya watu inavyoongezeka, mahitaji yanavyoongezeka ya kilimo na viwanda, na athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa. Kadri jamii zinavyosawasisha mahitaji ya rasilimali za maji, maslahi ya watu wengi hayazingatiwi. Msimamizi wa kaunti ndogo ya Kajiado Kaskazini, Samuel Mushiri, amesema wameungana pamoja na wenyeji wa eneo la Kerarapon ili kupanda mti na kufanya usafi ili kuwe na mazingira yanayofaa kwa wote. Tuko hapa Kerarapon kusherehekea World Water Day ambayo inasherehekewa dunia nzima. Na sisi kama Kajiado tumekuja pamoja na wananchi ndiposa tukaweze kufanya vitu viwili. Namba moja, kupanda miti, na kitu ya pili, kufanya clean up. Ni ya maana sana kwa sisi kuhakikisha kwamba tumeprotect our waterways. Na kwa nini pia tunafanya cleanups? Tunafanya cleanups ndiposa tukaweze kuhakikisha kwamba hiyo laini ambayo maji inapita ikaweze kuwa safi, ambapo maji haiblokiwi, na zaidi ya yote kuhakikisha kwamba kuna usafi katika sehemu hiyo. Na wakati ambapo tunapanda miti pia ni kuhakikisha kwamba hizi laini zinaweza kuwa protected, na tunazuia mambo mengine ambazo zinaweza kutokea, kama labda wengine hata kujaribu kulima kando ya mto, na najua kwamba itakuwa vizuri. Upande wa uchafu, ombi kubwa ambalo tuko nalo siku ya leo ni kwamba sisi wote tukaweza kujumuika. Sisi wote we take responsibility. Tuhakikishe kwamba tumekuwa katika mstari wa mbele kufanya usafi, because usafi inaanza na sisi. Gideon Sekendo, mwenyekiti wa shirika la Ngong Hills Mbagati Rua, kwa upande wake amesema kwamba wanahamasisha wanakijiji wanaoishi karibu na chemichemi ya maji jinsi ya kuitunza. Nataka kushukuru sana mashirika ambayo yamekuwa supportive kwa hiyo initiative ya kutunza chemichemi zetu ambazo zina serve mto ardhi. Tumefurahia kwa sababu kuna shirika la World Bank ambalo linaitwa Floka, wamekuja na njia moja ya kuezeka kupitia mawe, a perimeter fence ambayo itakuwa katika the entire perimeter ya chemichemi yetu, na hiyo itakuwa mojawapo ya kutunza hiyo chemichemi. Pia tumejaribu kuhamasisha kijiji ambao wanaishi katika riparian boundaries wasitupe taka na watunze mito zetu na wasiingie pia kwa riparian boundaries. Wananchi katika eneo hilo wamesema wanaendelea kuunga mkono hifadhi ya chemichemi za maji ili kuunga mkono waanzilishi wa siku ya maji duniani. Ile kazi ilianzishwa na watu wengine mwaka wa 1993, ninaendelea kufanya hiyo kazi, na environment yetu inaendelea kuwa, mazingira yetu inaendelea kuwa mzuri. Ndio nafurahia, nasikia proud. Tunafurahia hiyo mambo ya miti kuwa ni vyema na inaendelea kuwa kuzidi kumarika, na tumesema asante kwa sababu wale wanatupatia na tunashikana na hao tukipanda hiyo miti. Siku ya maji duniani inavyoadhimishwa tarehe 22 Machi kila mwaka tangu mwaka 1993, inazingatia umuhimu wa maji safi. Lengo kuu la siku ya maji duniani ni kuunga mkono kufikiwa kwa lengo la 6 la maendeleo endelevu ambalo ni maji na usafi wa mazingira kwa wote ifikapo mwaka wa 2030. Kutoka eneo la Kerarapon katika kaunti ya Kajiado, jina langu ni Kevin Keitany.